Karibu Asili Yetu TV. Ni chaneli bora kabisa inayokufaa kupata habari, burudani, kurusha matukio ya sherehe live. Pia tunatoa promo za wasanii pamoja na kutangaza biashara kwa bei nafuu sana. Kuwa wa kwanza kupata matukio mbalimbali kupitia Asili Yetu TV. Subscribe. Asili Yetu TV. Mtazamaji wa Asili Yetu TV, karibu katika kipindi hiki maalum cha mahojiano ambapo tunajaribu kugusia maeneo ya kisiasa, hususan katika upande wa vijana. Tuko katika msimu wa uchaguzi mkuu mwaka 2025. Hii ni Njombe, Tanzania, na kutoka hapa Asili Yetu TV naitwa Mzee wa Tatu. Nyuma kamera niko naye Kevo Mnyasi katika mazungumzo haya mafupi, tukiwa naye mheshimiwa mgombea kiti cha udiwani kata Njombe mjini, Mheshimiwa John kupitia chama cha ukombozi wa umma cha umma. Niko naye hapa Mheshimiwa John maarufu kama Kavo. Bwana mheshimiwa, habari yako? Kwa kweli niko salama. Nashukuru Mungu. Niko vizuri kabisa. Sijui nyinyi. Mambo yanakwenda. Karibuni sana. Asante, karibu sana. Asante sana. Bwana, tuanze kwa kusema kwanza tunashukuru kwa kuwa pamoja nasi katika viti hivi. Lakini tuko katika kuangazia safari yako mpya tofauti na ile ambaye tunakuwa tumeizoea. Watu wengi wanakufahamu kama Kavo. Lakini hapa leo tunakufahamu kama Mheshimiwa John. Tunataka utuonyeshe kwanza hatua yako, kipi ambacho kulikusukuma kutoka kwenye sanaa ama usanii wa muziki ambaye tumekuzoea kama Kavo, msanii wa Bongo Flava ambaye umefanya vizuri sana nyanda za juu kusini, hususan mkoa wetu wa Njombe. Lakini hapa umekuja kugeuka kuingia kuhitaji nafasi ya uongozi katika jimbo la Njombe, hususan kata ya Njombe mjini kama diwani mtarajiwa. Kipi kimekusukuma kutoka kwenye sanaa kuingia kwenye siasa? Nashukuru. Kwanza ni sahihi kwamba watu wengi wananifahamu kama msanii wa muziki wa Bongo Flava, na nikijulikana kwa jina la Kavo. Lakini majina yangu mimi ya kwenye vitambulisho, mimi ninaitwa John. Nashukuru Mungu kunipa ridhaa au nafasi kwamba mimi ni mgombea wa udiwani kata Njombe mjini kama ambavyo umenitambulisha. Muziki na siasa zote ni platform. Na niseme ni platforms zinazofanana kwa sababu katika muziki tunahudumia watu, tunafikisha ujumbe kwa jamii, lakini katika siasa tunaenda kuhudumia watu moja kwa moja kwa kugusa matatizo yao. Kwa hiyo utakuta muziki una base katika kuwaburudisha watu, kuwaondoa stress, lakini siasa ipo katika kwa ajili ya kuwahudumia watu kuhakikisha kwamba tunatatua matatizo yao. Kwa hiyo ni watoe hofu watu kwamba sijatoka wala sijaenda mbali, na sijaacha chochote, bado tupo kwenye jamii humo katika kuhakikisha kwamba jamii inapata vile vilivyo bora, iwe katika burudani, iwe katika matatizo yao kwa maana ya siasa, vyote ni vya kuhudumia wao. Tunaamini kwamba nchi yetu inaongozwa katika mfumo wa vyama vingi. Na tuna vyama vingi, viko vingi kama vinavyoitwa vingi. Takriban tuna vyama 17 kwa uchaguzi wa msimu wa mwaka huu. Kulikoni Chauma? Kwa nini usiende kwenye vyama vingine? Chauma kulikoni? Kwa sasa ndani ya nchi Chauma, chama cha ukombozi wa umma, ndicho chama chenye nguvu zaidi. Ndicho chama chenye ushawishi. Ndicho chama ambacho kimeruhusu, yani kimeelewa ya kwamba Tanzania inahitaji nini. Unajua Tanzania hata unapowasikia watu nalia sijui katiba mpya ni nini, ni kutamani kuwaruhusu vijana kuingia katika hizi safu za kiuongozi kwa kuamini ya kwamba yale mawazo ya kina hayati Julius Kambarage Nyerere hayakuwa mabaya, lakini kwa muda huu kizazi kimebadilika, kinahitaji mawazo mapya, kinahitaji watu wapya. Sasa kama tutaendelea kuongozwa na watu wale wa enzi zile
alafu tukategemea matokeo yatakuwa tofauti, ndicho ambacho kinatokea sasa. Lakini pia kipindi kile watu walikuwa si wasomi. Sasa hivi vijana wengi wameshamaliza form 4, form 6 wako mitaani. Kwa hiyo Chauma ni chama ambacho kimeruhusu vijana wengi kuingia kwenye safu mbalimbali za uongozi tofauti na vyama vingine. Kwa hiyo nilipokewa vizuri na wakaangalia CV, wakaona ni kijana ambaye kwa kweli kwa elimu yake, kwa jinsi alivyo, kwa experience yake ana deserve kupata nafasi fulani ya uongozi. Na nadhani ndio maana wale wajumbe walinipitisha bila kupepesa macho, ilikuwa ni haraka. Kwa hiyo nipo Chauma kwa sababu chama kilikuwa tayari kunipokea kwa uharaka. Yes. Baadhi ya Watanzania huwa wanakihusisha chama cha ukombozi wa umma Chauma kwa kusema kama vile ni CCMB. Wewe una lipi la kuhakikishia ili mtu anapoenda kufanya maamuzi katika siku ya tarehe 29 Oktoba ajue maamuzi yake yanakuwa sahihi katika upande upi, kwamba anapochagua Chauma hapatakuwa na wasiwasi wa kusema kachagua CCMB? Ni swali zuri sana, nashukuru kwa hilo swali. Na nitaomba nilijibu katika engo kubwa mbili. Cha kwanza, neno lenyewe Chauma halifanani na neno CCM. Kwa nini isiwe Chauma na Chadema labda? Kwa sababu angalau yanaendana hata kimatamshi. Lakini nikwambie kwamba mgombea, nikupe mfano, mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Salim Mwalimu. Salim Mwalimu wakati Tundu Lissu anagombea mwaka 2020, yeye Tundu Lissu alimchagua Salim Mwalimu kuwa makamu wa rais. Okay. Kwamba ikiwa yeye atapita kuwa rais, manake makamu wake atakuwa Salim Mwalimu, ambaye sasa hivi ndiye mgombea wa urais kwa chama cha ukombozi wa umma Chauma. Watu wengi hawajui hilo. Kama kweli Chauma ni CCM, kwa nini hakuwa mtu mwingine kutoka CCM? Kwa nini akatoka Chadema? Hilo halitoshi. Mgombea wa nafasi ya ubunge jimbo la Njombe mjini ni Siglada Mligo. Ndio. Yeye alikuwa ni katibu mwenezi wa wanawake wa Chadema. Leo anagombea kupitia Chauma. Kwa nini asitoke mtu wa CCM akaja Chauma? Si unanielewa? Mimi pia nilikuwa moja kati ya wafuasi ambao walikuwa ni Chadema. Leo hii nagombea udiwani kupitia Chauma. Kwa nini asitoke mtu wa CCM wakaja? Wakati kule wana wajumbe wengi. Kwa hiyo niwaambie kwamba propaganda, sasa hapo nakuja kwenye point ya pili. Propaganda ya kwamba Chauma ni tawi la CCM imeletwa na wana CCM wenyewe kwa makusudi ya kufanya vijana wasiende kupiga kura. Kwa sababu wanafahamu kwamba vijana wameichoka CCM. Kwa hiyo ukiwaambia Chauma ni CCM, maana yake hawataenda kupiga kura. Lakini ukumbuke wakati huo CCM wenyewe hawatoacha kwenda kupiga kura. Kwa hiyo utakuta zile kura zitaangukia wengi ni CCM. Kwa plani hii ya kwamba Chauma ni CCM ili vijana wasiende kupiga kura. Kwa hiyo mimi niwatoe hofu vijana wenzangu, niwaambie kwamba hili ni la uhakika. Na nimekuuliza hapa maswali kadhaa ya kwamba mgombea wa urais alikuwa mgombea wa makamu wa rais. Hiyo ni pointi ya msingi inayokufanya uone kwamba Chauma sio CCM. Angalau ukisema Chauma ni Chadema ina make sense. Tunaamini kwamba wewe ni mwenyeji wa Njombe mjini kwa ujumla, jimbo lote hilo wewe ni mwenyeji sana. Ni sahihi. Kwa nini uchague kata ya Njombe mjini? Kwa sababu kuna kata nyingi, nafikiri za hapa tu karibu kuna kata ya Ramadhani, kuna kata ya Mji Mwema, kuna kwa nini kata ya Njombe mjini? Kuna kipi ambacho umekiona hapa paka kika kusukuma? Labda ni mgombea mwenzako ni dhaifu, kaona huyu unamudu au ni aina changamoto au ni nini? Kwa nini Njombe mjini? Kata ina nini? Ni swali zuri. Hicho ambacho umekizungumza ni pointi kubwa sana. Ya kwamba mgombea wa nafasi ya udiwani aliyopo kata ya Njombe mjini au ile mgombea mwenza ni mgombea dhaifu sana. Ni sahihi kwamba ni mgombea dhaifu, nikiwa na maanisha hajakidhi vigezo vile ambavyo vinaweza kufanya kata ya Njombe mjini au jimbo la Njombe kiujumla likapata maendeleo yanayostahili. Ni dhaifu kuanzia fikra, ni dhaifu hata kujenga hoja, ni dhaifu. Yani kwa maneno mengine ni mgombea ambaye hajui Njombe inahitaji nini.
Yani hajui kata ya Njombe mjini nataka nini. Pengine kwa hiyo wanasema mtu mwenye kuongea sana matendo anakuwa chini, na yule ambaye ni mkimya huwa anatenda vitu ambavyo ni reality vinaonekana. Na hiyo dhana imekuwa ikitumika baadhi ya watu wengi, na tumeona kwa wengine ikiwapa nafasi sana. Huoni wewe ule ukimya wake ni kuonyesha yeye ni mtendaji na sio mzungumzaji sana? Maana ya kupiga kura, maana ya sera, maana yake utuambie kile kilichopo kwenye akili yako juu yetu. Yani ukiangalia watu wa Njombe mjini, ukiangalia kata ya Njombe mjini, unafikiri nini juu yetu? Kwa hiyo ukituambia kwamba wewe umekaa kimya, halafu eti sisi tuanze kutafakari tuseme kwamba wewe unaweza kufanya kwa vitendo, sisi hatukuelewi. Tunahitaji utuambie maana ya kufanya kampeni, maana yake utuambie fikra yako juu yetu, fikra ya Njombe mjini juu yetu. Unawaza nini juu ya hawa watu, maeneo yao, rasilimali zao, vipato vyao, shida zao? Sijui unanielewa? Sasa ukiniambia umekaa kimya afu watu wakutafakari ya kwamba wewe unaweza au unawezaje. Kwa hiyo nadhani hiyo sio point. Nadhani hiyo ni sio point na ni udhaifu wa hali ya juu sana. Lakini ni tena kwenye swali lako. Mimi ni mkazi wa Njombe. Ndio. Na nimekuwa kama hivyo sema mwenyewe kwamba nimekuwa msanii kwa muda mrefu nikiwa Njombe. Kwa hiyo matatizo yaliokuwa ndani ya Njombe ni matatizo ambayo nimeyafanyia utafiti wa kutosha na kujua kwamba haya ni mambo ambayo nina uwezo wa kwenda kuyasemea ikiwa wananchi watanipa ridhaa ya kuwa mwakilishi wao. Kwa hiyo nadhani hiyo ndio sababu ya msingi iliyonifanya nikaona ngoja nigombee Njombe mjini na sio sehemu nyingine yoyote, kwa sababu unajua kata ya Njombe mjini wanasema ukiwa diwani wa kata ya Njombe mjini wewe ni mbunge. Sijui unanielewa, kwa sababu kata ya Njombe mjini hii ndio kata mama. Huu ndio mlango wa mafanikio ya mkoa mzima wa Njombe. Uwe Wanging'ombe, uwe Igwachanya, uwe Lupembe, lakini uwe Makete, lakini unapokuwa Njombe mjini, wewe ndio mlango wa kuhakikisha kwamba hawa wote wanafanikiwa kupitia wewe. Ina maana hata unapoenda kuangalia sample, labda watu wakisema saizi waangalie sample, wataangalia Njombe mjini, kata ya Njombe mjini, yani hiyo ndo kama sample ya sehemu nyingine. Kwa hiyo niliamua kuingia hapa baada ya kuona ninatosha, nina uwezo wa kusemea watu, nimefanya utafiti wa matatizo yao, nikaona nichukue kata ya Njombe mjini, na ambao najua kwamba baada ya mwezi mmoja nitaapishwa kuwa diwani wa kata hii. Tukija kwenye kata ya Njombe mjini, unapoomba ridhaa ya uongozi ni kwamba unategemea kuja kuendeleza kile ambacho watangulizi katika ngazi ya uongozi huo walifanya, au unakuja kwa sababu wale walifeli, kwa hiyo nataka kuja kuonyesha namna gani ya kufanya? Unajua kuna ile kumkubali mtu ambaye amekutangulia, alafu unakuja kuendeleza, unasema alipoishia hapa, mimi nataka nije nisogeze mpaka hapa kwa lengo la kuleta nguvu mpya na maono mapya. Lakini kuna ile unasema kwamba hawa waliotangulia walifeli 1, 2, 3, mimi ningekuwa ni mimi ningeshafika huku na ningefanya. Wewe ni kipi ambacho unakuja sasa unakuja nacho? Vyote viwili ni majibu. Kuna baadhi ya vitu ambavyo wamevifanya, wanasema mnyonge mnyongeni, haki yake apewe. Kuna baadhi ya vitu ambavyo wamevifanya kiukweli walifanya vizuri, japokuwa sio vya msingi. Tofauti ni kwamba vitu ambavyo wao wameweka nguvu kubwa na wamevifanikisha si vitu vya msingi. Kwa mfano Njombe mpaka sasa inasafa kuhusu swala la maji. Njombe inasafa sana. Hali ni mbaya mno. Yani hivi tunavyozungumza na wewe nakwambia kata ya Njombe mjini, ukiwa Njombe mjini hapa, eti maji yanatoka kwa ratiba. Kwamba yakitoka leo manake kumbuka tupo nyanda za juu kusini, tuna mvua za kutosha, tuna mito na mabonde ya kutosha. Lakini unaambiwa maji yanatoka kwa ratiba. Ndugu zangu watakuwa mashahidi ya kwamba yakitoka maji Jumatatu utaambiwa subiri Alhamisi. Yakitoka Alhamisi utaambiwa subiri Jumapili. Hiyo ilikuwa mwanzo, lakini sasa hivi ninavyoongea na wewe ndo kwa wiki mara moja. Yakitoka maji ya Alhamisi maki utasubiri mpaka Alhamisi ijayo. Sasa ni vitu vigumu sana ambavyo nilitegemea kwamba serikali ingekuwa imeweka vipaumbele kwenye vitu kama hivyo. Lakini kuna baadhi ya vitu kama umeme wamejitahidi. Wamejitahidi kwa kata ya Njombe mjini, nadhani kwa sababu ni mjini na uhitaji wa umeme ni mkubwa, kwa kweli wamejitahidi. Kwa hiyo mimi ninakuja kuendeleza baadhi ya vitu vichache sana ambavyo walivifanya kwa usahihi. Lakini ninakuja kuweka nguvu kubwa katika vile vitu vipya. Vitu vipya ambavyo kwa mfano sasa hivi Njombe mjini imekuwa na vijana wengi. Tunasema 76% ya wakazi wa Njombe mjini ni vijana watupu. Vijana hawa hawana ajira. Vijana hawa hawana miundombinu mizuri. Vijana hawa hawawezeshwi.
Vijana hawa hawakopesheki. Umeona, vijana hawa wamejikita kwenye ajira binafsi, ajira za bodaboda na ajira za bajaji, ambazo pia wanachukua wenyewe, wanaita mishono, wanachukua mishono kwa matajiri. Unakuta wanapewa katika gharama kubwa, lakini kumbe halmashauri ya mji Njombe ni halmashauri ambayo inaingiza fedha ya kutosha, ina uwezo wa kusema jamani, sisi kama halmashauri tunaweza kukopesha wewe bodaboda. Ukaenda halmashauri ukachukua bodaboda, na kwa sababu haina wadude mengi ukapata kwa bei rahisi, ukawa unarejesha pesa ndogo. Umeona, ili uweze kupata kipato na mwenyewe uweze kujiendesha, ulipe kodi, ufanye vitu kama hivi. Kwa hiyo nadhani vitu kama hivi ambavyo labda kama mifumo mibovu ya uendeshaji na mifumo mibovu ya uwezeshaji, hii naenda kuingiza nguvu yangu mpya. Lakini vile ambavyo wamefanya vizuri tutaendeleza. Asante. Tuje kwenye kumalizia kidogo sasa, kwamba hususan tumebakiwa na siku chache sana kuelekea tarehe 29 Oktoba ambayo ndio siku yenyewe. Kwa upande wa mpinzani wako, wapi unahisi kwamba ili eneo amekuzidi, ambapo anakupa motisha ya wewe kuona kwamba hii competition ina nguvu, kwa sababu tunasema kwamba maana ya uchaguzi ni ushindani, na ili ushindani uwepo lazima uwe na mshindani mwenzio, na ili ushindani ukizi vigezo lazima umfuatilie na ujue silaha zake. Silaha za ushindani katika upande wa uchaguzi ni pamoja na hoja, vipaumbele, lakini pia na kutambua changamoto za wananchi kwenye eneo husika. Wapi unaona mpinzani mwenzio amekuzidi baadhi ya watu vitu, kwa sababu kila moja anakuwa na silaha zake tegemezi na silaha zake. Unapotambua mwenzako unaona kabisa hapa inabidi nikae vizuri. Sema kweli, hakuna mtu asiye bora. Kila mmoja ana ubora wake na ana madhaifu yake. Lakini kwenye upande wa kisiasa sioni ubora wowote au alichonizidi mwenzangu zaidi ya umri. Labda na fedha. Yeye ni tajiri. Nilimwona kwenye mkutano wake mmoja juzi, alisema kwamba mimi namiliki mamisitu, sijui namiliki mageleji, sijui manini, sijui unanielewa. Hicho amenizidi. Kweli mimi hayo mamisitu sina, hayo mageleji mimi sina, ni sahihi kabisa. Lakini na umri pia amenizidi. Kwa hilo nalikubali. Lakini kwa maana ya sera ya kwamba unaenda kusaidia vipi watu wananchi wa kata ya Njombe mjini, kwa kweli hakuna chochote ambacho alikizungumza pale. Kama ambaye mtu alihudhuria pale, utaje gundua hamna. Nitakupa vitu kadhaa. Of course sikupenda kumzungumzia, lakini kwa sababu ndipo tulipo na madhaifu yake ni silaha yangu, basi maana yake nizungumzie angalau vitu vitatu. Cha kwanza ambacho nakikumbuka pale kwa haraka, alisema kwamba atajenga shule za chekechea kwenye kila ofisi ya mtaa. Ukumbuke kuna baadhi ya mitaa hapa mjini haina hata hizo ofisi. Unafahamu kwamba serikali ya CCM mpaka karne hii ya 63, katika miaka hii 63 ya uhuru, kuna ofisi yani kuna baadhi ya mitaa haina hizo ofisi ambazo yeye anasema atajenga chekechea. Lakini chekechea, tunasema chekechea sio mfumo yani haipo katika mfumo rasmi wa kielimu ya Tanzania. Of course tuna elimu ya awali ambayo ni elimu rasmi ya mwaka 2014 ilipitishwa hiyo sheria, lakini chekechea, maana chekechea sio awali. Kwa hiyo sio elimu rasmi. Sasa tutakuja kujiuliza ya kwamba je, ni kweli ya kwamba Njombe mjini ina uhitaji wa shule za chekechea? Kweli katika wakati ambao unawaminya matozo mbalimbali wafanyabiashara, wakati ambapo serikali haiwawezeshi wananchi wake, wakati ambapo hao wazazi mnawatia matozo ya kila namna ili kufanya washindwe kufanya biashara, wewe unasema uwapelekee chekechea ya kazi gani? Lakini kumbe ungeweza kuwasaidia hawa wananchi, wasaidie wawe na mfumo rasmi wa kukopesheka, wakopesheke. Simamia zile fedha za halmashauri. Hakikisha kwamba zinawafikia walengwa, zinawafikia kweli vijana, zinawafikia kina mama. Sio katika vikundi 86 ndani ya miaka mitano, vikundi 86 vimepewa pesa vikundi vitatu. Vikundi 83 vyote vimekataliwa. Ukiwisha wawezesha hawa watu, watalipa wenyewe hata za chekechea. Hauna haja ya kwanza kuwajengea sijui wajengea. Wewe wawezeshe kiuchumi. Ukiwezesha kiuchumi, wataweza kulipa wenyewe ada zao, wenyewe watalipia watoto wao.
Lakini kitu kingine ambacho nilimsikia alisema pale, alisema kwamba kuna misitu sijui ipo huko ambayo ni mali yake na magereji sijui, yani kwamba yeye sio mtu maskini. Na ni kweli. Ulisikia wapi kwamba aliyeshiba namkumbuka mwenye njaa? Wahenga wakuwa wajinga, walisema aliyeshiba hamkumbuki mwenye njaa. Kwa hiyo ni sahihi, kwa sababu hizo mali zake hatuli sisi wananchi, hizo ni zake yeye na familia yake. Ndio maana pale skuli unaona anatambulisha sijui yule babangu, yule sijui nani, sijui umenielewa. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo vinahusu yeye na familia yake. Sikutegemea kama atakuja kutuletea sisi, kwa sababu havituhusu. Wewe kama una pesa ni za kwako, kama una nini ni cha kwako, hakitusaidii sisi. Sijui umenielewa. Kwa hiyo tulikuwa tunahitaji sera ambazo atakuja aseme sawa, wewe wenzetu tuna misitu, si ndio? Sasa tutengenezeni na sisi mazingira rafiki na sisi tupate misitu hiyo ili na sisi tusiwe maskini. Na point nyingine moja ya msingi ambayo naomba nizungumze, alisema kwamba vijana wakifika umri fulani wafukuzwe. Yaani wazazi wafukuze vijana wakajitegemee huko mitaani. Hivi kijana ambaye umemwezesha, kijana ambaye umempa elimu, kijana ambaye umeweza kumpa elimu fedha tunazungumza, elimu ya kibiashara, ukampa na mtaji wa kujikongoja, yani halmashauri ikaweza kumkopesha, akawa nakopesheka, kuna haja kumfukuza? Atatoka mwenyewe nyumbani. Ukimwezesha kijana kiuchumi, kila kijana anataka uhuru. Atatoka mwenyewe nyumbani akajitegemee. Ukiona kijana anang'ania nyumbani, manake mzazi haujatengeneza mifumo thabiti ya kumfanya kijana huyu awe imara kiuchumi. Kwa hiyo ukimfukuza ataenda kwa jambazi, atakuwa mwizi. Kwa hiyo kwa tafsiri yako kijana kung'ang'ania nyumbani ni kutokuwa tayari kujikimu mwenyewe. Hawezi, anaogopa kwamba nikitoka nitaenda kuishije. Natakiwa nilipe kodi, natakiwa nijihudumie, nivae. Nikiwa kwa mzazi manake nitapata ugali wa shikamoo baba. Lakini nikitoka nitaishije? Lakini ukishamwezesha mtu anajiweza, unaweza kung'ang'ania ukaa nyumbani wakati mtu anajiweza. Atatoka nenda kujitafutia. Kwa mimi sikuona kama hizo ni hoja ambazo unaweza kutuletea sisi kama wananchi. Yes. Asante. Bwana, tumalizie mwishoni kabisa kwenye upande wa sanaa yako. Wewe ni msanii, wana John maarufu kama Kavu. Wewe ni msanii mzuri tu. Tumiona wasanii wenzio kila moja akiwa kwenye upande wa pili badala ya kusupport wewe. Sasa tuje tu kwenye hali halisi, wewe kama msanii, ni kweli hao wasanii wenzako wote wako upande wa pili au ni maslahi? Na kama ni maslahi ni wangapi ambao wamefanikiwa? Sababu wale ni wasanii wenzio bana, lazima vile VF 10 unajua CCM bwana, unajua CCM watu ambacho hawakijui, CCM ina silaha kubwa mbili. CCM ina silaha kubwa mbili ambayo wanaitumia kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanatawala wakati wote Tanzania. Silaha ya kwanza ni ujinga. Wanajitahidi kuwafanya Watanzania wawe wajinga. Na ndio maana kule mashuleni tunafundishwa vitu ambavyo havina impact katika maisha ya kawaida. Kama vile panzi na miguu mingapi? Panzi wa nini? Yaani nimeshajua panzi na miguu 7. Alafu ukija mtaani huku watu wanataka pikipiki uichokonoe sijui wapi, sijui umwage oil, sijui ufanye nini, sijui bajaji ufanye nini, sijui upige kiki ufanye nini. Hivyo vitu hatufundishwi shuleni. Sijui unanielewa. Kwa hiyo hiyo ni silaha ya CCM. Kwanza ujinga. Cha pili, silaha kubwa ambayo naitumia ni umasikini. Kuhakikisha kwamba population yake kubwa inakuwa ni masikini. Kwa nini? Kwa sababu mtu ambaye amefanikiwa huwezi kumpelekesha. Anafahamu kwamba hiki kipo hivi, hiki kipo hivi, na yeye anakuwa yuko busy. Hawezi kujichanganya kwenye vitu vya masuala haya ambayo yanaendelea. Kwa hiyo ambacho nakifanya ni hizo silaha. Sasa wasanii hasa wa kata ya Njombe mjini, wasanii wa Njombe wamewekewa mfumo wa kimaskini. Nataka nikwambie kwamba ukinikusanyia wasanii wa Njombe, pengine hakuna hata mmoja amefanikiwa. Unafikiri changamoto ni kwamba sanaa zao ndo wametengenezewa mifumo hiyo? Yani kuandaa wenyewe, yani show mnaandaa, mnatoa kazi. Hiyo sio shida. Yani kuandaa show sio shida. Shida ni kwamba wewe ni msanii, umeenda Kosota sijui Basata umejisajili. Unalipa kwa unasajiliwa. Halafu kwa nini wasanii kuandaa kazi zao unatambulika? Unapokuwa msanii na umejisajili, maana yake wewe umelipa kodi. Kama umelipa kodi, una haki ya kuwezeshwa. Sasa Chama cha Mapinduzi kilikuwa kinawatumia wao katika mfumo huo, ya kwamba chama kikiwa na uhitaji, basi wasanii wanawakusanya na wanawatumia. Kwa sababu si wajinga. Changamoto ni vijana. Lakini msanii akiwa na uhitaji, chama hakimjali. Nitakupa mfano,
mfano wasanii wa chama, mchukulie msanii kama Bialoni. Ndio. Au mchukulie msanii kama Snaila. Hawa ni wasanii wa vyama ambao tunawajua. Kwamba huyu sio msanii, huyu ni msanii wa chama. Lakini angalia namna ambavyo wanaishi maisha magumu kama ya kwetu. Sasa msanii mwingine unatakiwa ujiulize kwamba ikiwa wenzangu wasanii wa chama wanaishi maisha haya, Bialoni miaka 20, hata gari ya kutembelea, hata clown tu ya kutembelea ya milioni 7 hana. Used. Anaishi maisha magumu kama ambao naishi mimi. Unafikiri kipi ambacho kinachangiza paka maisha yake yanakuwa hivyo? Ni kazi anazofanya hazina ubora kama msanii mwenzio? Sio hazina ubora. Au sehemu aliyoko si sahihi, haina support. Chama kimeshamzoea, chama chake anachokifanyia kazi kimemzoea, kinamuona wa kawaida. Wewe unadhani kwamba chama kinapotoa wasanii wengine kutoa nje hawawalipi? Wewe unataka kuniambia kwamba atakuja msanii hapa hawamlipi? Wanamtoa huko na kuja naye hapa hawamlipi? Haiwezekani. Kwa nini wewe msanii ndani unakuacha? Wewe uko more viable. Unapatikana. Huna thamani tena. Na ni mtu kujipendekeza. Kwa hiyo tukikuhitaji utakuja tu. Sijui unanielewa? Kwa kutokuwa na msimamo thabiti ya kazi zenu. Hatuna msimamo na kwa sababu ni wajinga hatujielewi. Sasa ukiwa wanasema usipotumia uwezo wako ukatimiza ndoto zako, utatumikishwa. Watatumia uwezo wako kutimiza ndoto zao. Ndicho kinachofanyika na Chama cha Mapinduzi. Asante sana. Unalipi la kumalizia mwisho kabisa? Unamwambiaje kijana hususan mwenye sifa zote za kupiga kura kwa kuelekea tarehe 29 ya Oktoba? Nadhani kabla ya kukujibu hilo moja kwa moja nitoe sera zangu kubwa mbili tu ambazo nataka kijana anielewe na anisikie. Ya kwamba nimewambia kwamba mimi nitakuwa mwakilishi wa kweli, nitakuwa mwakilishi wa kweli wa vijana. Nitakuwa mwakilishi wa kweli wa wananchi. Ninaposema mwakilishi wa kweli namaanisha mtu ambaye anaweza akaenda kuwapigania kweli wananchi na mahitaji yao. Sio niende mimi kama diwani, manake ni mwakilishi wa wananchi. Kuna madiwani ukishawapitisha wanajiona kama wao ni serikali. Kumbe wajibu wao ni kuisimamia serikali dhidi ya wananchi. Kwa hiyo wanatoka wakishafika serikalini wanaungana na wale wakurugenzi, wanaungana na wenyewe kujifanya ni sehemu ya serikali. Na wenyewe ni sehemu sijui ya nini. Wanasahau nafasi yao. Mimi nitakuwa mwakilishi wa kweli ya kwamba nitapigania maslahi ya wananchi wa Njombe, hususan vijana. Hilo ni la kwanza. Lakini la pili, nilikuwa na plani hapa ya kwamba hii hali ya maji Njombe imekuwa ni tata sana. Kwa sababu kuna zile fedha za miezi mitatu zile ambazo zinatoka za maendeleo ya kata. Zikija za kwetu, jamani Njombe tuweke angalau tanki tu moja ya ziada ya kuwasaidia Njuwasa. Kwamba inapotokea mfumo wa Njuwasa hauna maji, tuwe na maji yetu angalau tunaweza tukasupply ndani ya kata yetu. Hilo jambo linawezekana. Tuweka hata Ruhuji pale. Kwamba jamani pale kuna sosi ya kwamba maji haya yanaenda labda Ramadhani au maji haya yanaenda Njombe mjini. Sasa pale kwenye sosi pale na sisi tujenge la kwetu. Wao wakiwa hawana maji na sisi tutengeneze maji yetu ambayo bwana yaende kwa wananchi. Lakini kitu kingine cha msingi ni masuala ya vijana. Nimwambia vijana ya kwamba ninafahamu kilio chenu kikubwa ni masuala ya kiuchumi. Mimi kama kijana pia mwenzenu, mimi pia nina hiyo adha ya uchumi. Nilimsikia mgombea mwenzangu juzi akawa anasema kwamba wale sijui ndo chawa wake wanasema hatuwezi kumpa kura mtu ambaye alifukuzwa kodi. Yani mimi sasa kwamba alikuwa na ofisi akafukuzwa kodi. Sasa tukubaliane ya kwamba ungesema nilikuwa sifanyi kazi ingekuwa angalau. Lakini vipi kijana ambaye anafanya kazi na mpaka anafika hatua ya kufukuzwa kodi? Manake serikali haimwezeshi. Inambana, yani namnyonya kiasi kwamba hata kulipia kodi ni shida wakati mtu anafanya kazi. Kwa hiyo mimi sikuona kama hiyo ni point kwangu, nikaona ameongea mtu ambaye haelewi. Ingekuwa mtu afanyi kazi tungesema ni kitu kingine. Kwa hiyo niwaambie vijana kwamba mimi nitasimama kwenye uchumi wenu, nitasimama kuhakikisha kwamba mnakopesheka, vikundi ambavyo mnaviandaa nitakisababu zile fedha zinaanza kuja kwa budget. Kwamba mwezi huu imeingia fedha hii, 10% ni hii kwa ajili ya vijana. Nitahakikisha inawafikia nyinyi vijana. Yes. Kwa hiyo niwaambie vijana kwamba sasa nijibu sasa swali lako. Niwaambie vijana nawaomba sana watoke kwenye hiyo mifumo ya kiuongo iliyopo, mifumo ambayo itawaumiza, mifumo ambayo itawafanya wateseke bila ya faida. Kwa sababu nchi hii ina jeshi kubwa sana. Tukisema kwamba tukafanye fujo, ndugu zangu, watakuja watatupiga. Tumeshapigwa sana. Mimi nakumbuka mwaka 2000 na ngapi anapita Peter Msigwa pale Iringa mjini, nilipigwa kweli kweli. Na nikawa sina msaada. Nikiwa Chadema. Sasa unaona kama nilikotoka. Kwa hiyo
tutoke kwenye huo utaratibu. Badala yake tuitumie silaha yetu ya kupiga kura. Vijana watu wanalalamika tu ya kwamba ukimchagua fulani apite, lakini kiukweli kwenye karatasi ya kupiga kura tunafanya makosa mengi. Unakuta kwenye karatasi yako ya kupiga kura umefanya makosa kiasi kwamba kura yako inakuwa imeharibika. Mbwembwe zinakuwa nyingi. Kumbe inatakiwa tufanye tu utaratibu. Kwa tuende tukiwa serious. Tujue kabisa tunachokifanya hapa ni kutetea maslahi ya nchi. Tunachokifanya hapa ni kuingiza vijana Gen Z, tunaingia ndani ya nchi. Kwa nafasi tunasema kwa njia ya haki, kwa njia ya haki, uchaguzi, yani ambayo yani sisi, mimi nawaambia vijana tuhakikishe kwamba tunaenda kupiga kura na tuhakikishe kwamba tunasimamia kura zetu. Full stop. Tunapita na tutatangazwa, watake watatutangaza, wasitake watatutangaza. Na tukiingia kwa viongozi wanasema kwamba kwa mfano, nikupe mfano kwamba CCM iko ndani ya nyumba. Vyama, unajua chama cha upinzani chochote target ya msingi ni kumtoa CCM pale alipo madarakani na pamoja na kuleta maisha bora kwa watu. Kwa kila chama cha siasa kina malengo makubwa mawili. Moja, kumtoa CCM madarakani na CCM wanangangania kubaki madarakani. Kwa hiyo sasa njia za kumtoa ndo unaamua kwamba mimi nipo nje nimvute aliyopo ndani nimtoe, au mimi niingie ndani nikamtimue. Kwa hiyo sisi Chauma tumeamua kuingia ndani ya nyumba, tutamtibua huko aliko ili atoke nje. Yani nyoka tumemwekea mafuta ya taa kwamba imshinde harufu atoke mwenyewe. Kwa hiyo nadhani ni hivyo, vijana tukapige kura, tusimamie kura na naomba sana tarehe 29 hakuna haja ya fujo. Yani hakuna haja, yani tarehe 29 sisi twende tukapige kura na tusimamie zile kura zetu. Na kura yako napeleka wapi? Peleka kwa Chama cha Ukombozi wa Umma, Chauma. Udiwani mpe bwana John, yani mimi naizungumza. Ubunge mpe Sigrada Mligo kuwa mbunge wa jimbo hili na Mheshimiwa Rais utampa Salim Mwalimu. Salim Mwalimu ndio Tundu Lissu jamani. Kama Tundu Lissu aliona huyu anafaa kuwa makamu wa rais. Yeye mwenyewe anajiita rais wa Masela. Rais wa vijana. Asante sana. Bwana mtazamaji wa Sile TV, tulikuwa naye Mheshimiwa John ni mgombea udiwani kata ya Njombe mjini kupitia Chama cha Ukombozi wa Umma, Chauma. Nafikiri umemsikia amekueleza kipi ambacho kimemsukuma safari yake ya kisiasa, upande wa sanaa yake ya muziki vipi, na nafikiri tumemuelewa, na sauti yake iliyokubwa ya mwisho kabisa amekusii kama kijana mwenzake au msanii mwenzake kwamba hakikisha unajitokeza tarehe 29 Oktoba kwenda kupiga kura, lakini amesisitiza mchague yeye au chagua Chauma ili uweze kupata kiongozi mwenye maono ya ujana na kusimamia rasilimali za vijana kwa nguvu kazi ya taifa la Tanzania. Naitwa Mzee wa Tatu. Asante kwa kuwa nasi. Mpaka mara nyingine tena. Nyuma kama tulikuwa naye Anko G akiwa naye Kevo Mnyama. Shukrani sana. Asante.